Mama Maria, mama wa wote, mama wa wote, Mama Maria. Mheshimiwa Fadhili Monela, mkurugenzi wa utume wa walei jimbo Katoliki la Tabora, Mheshimiwa Padre Alex Nduwayo, dekano dekania ya Nzega, Mheshimiwa Padre Peter Ndekalia paroko wa parokia ya Nzega na mwenyeji wetu, maparoko wote tulioko hapa, naona paroko wa Mkene Lugugu yuko hapa, mapadre wote, wawekwa wakfu, baba shemasi, mashemasi tunawapata mara chache, baba shemasi, wawekwa wakfu, rais wa utume wa Fatima Taifa na wajumbe wa utume wa Fatima Taifa, uongozi wa utume wa Fatima jimbo Katoliki la Tabora, namuona katibu hapo, katibu Sibi, asante. Wanahabari, nanyi waaminifu zangu wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Mama Maria, mama wa wote, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ziara hii, hija hii ya kusafiri na Mama Bikira Maria katika nchi yetu ya Tanzania, akiandamana na wanautume wa Fatima, kwa sababu Mama Bikira Maria Immaculata ni mlinzi wa taifa letu, na hivi ina maana sana tunapopita kila mahali katika viunga vya nchi yetu, tukiendelea kujikabidhi kwake, tukimkimbilia na kumwomba, tukijua kwamba kwa maombezi yake tutasaidiwa. Na katika haya yote tunatiwa moyo na ile sala ya kukumbuka, si mnaifahamu? Inasema hakuna mtu aliyekimbilia ulinzi wako, aliyekuja kuleta maombi kwako na akakosa. Kwa hiyo katika haya tunayokimbilia, tunayomlilia Mungu kupitia mama yetu, tunaamini tutajaliwa. Na nawapongeza sana wana utume wa Fatima kwa kauli mbiu ya mwaka huu ambayo tumeiweka tunaposafiri na mama, na kauli mbiu hii naomba ikutie moyo wana Tabora na Watanzania kwa ujumla, lakini nasema wana Tabora na kipekee wana dekania ya Nzega na parokia ya Nzega, kwa sababu Mama Bikira Maria tumempokea katika parokia ya dekania, sivyo? Basi tutie moyo katika mahangaiko yetu ya moyoni, katika masumbuko yetu, na hata katika hali ya kukata tamaa tuwe na tumaini, kwa sababu mama yupo pamoja nasi. Kauli mbiu hiyo inasema Bikira Maria hujaji pamoja nasi katika safari ya kuombea haki na amani. Na masomo tuliyosikia yanatusaidia pia kufanya tafakari hii vizuri. Katika masomo tuliyosikia leo, tukianza na somo la kwanza. Somo la kwanza mimi nimeguswa na mambo kadhaa, lakini itoshe kueleza zaidi juu ya wazo la sanduku la agano. Nataka tafakari yetu ijikite hapa. Nini maana ya sanduku la agano? Hili sanduku la agano linawezaje kuhusishwa na Mama Bikira Maria? Linawezaje kuhusishwa na nafasi ya Mama Bikira Maria kwa Wakristo? Na kwa nini tunasali tukimwomba Mama Bikira Maria? Sasa haya maswali matatu ambayo ni mang'amuzi tuliyopata kutokana na somo la kwanza, tutaona pia jinsi yanavyoana na somo la Injili na somo la pili. Sasa katika somo la kwanza tumesikia neno sanduku la Mungu, na tumesikia simulizi kidogo
kwamba Daudi aliwakusanya watu waliokuwa na vyombo vya muziki, vitu vinavyowafanya watu waweze kushangilia vizuri, na wakaenda wakalipokea sanduku la Mungu, wakaja kwa machezo mpaka kwenye hema na wakaliweka hilo sanduku, wakafanya ibada zao, na mwisho Daudi akawabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kama mmefuatilia vizuri, tumefanya yale, lakini nitarudi huko baadaye. Nibaki kwenye sanduku la Mungu. Sanduku la Mungu kwa lugha nyingine pia huitwa sanduku la agano, si ndio? Tunakumbuka katika litania mwa Bikira Maria, kati ya maneno ya litania inaitwa nani pia? Sanduku la agano. Kumbe sanduku la Mungu ndio hilo sanduku la agano katika agano la kale, ambaye katika agano jipya pia anahusishwa. Ili sanduku la Mungu na sanduku la agano linahusishwa moja kwa moja na Mama Bikira Maria. Sasa sanduku la Mungu na sanduku la agano ni nini? Sanduku la Mungu ambalo ni sanduku la agano ni chombo kilichotumika kuweka vile vitu vilivyoashiria uwepo wa Mungu katika agano la kale, na vilikuwa ni vitatu, sio zaidi. Mtu anapoambia ni vitatu, huyo ni mzushi na huyo ni mwongo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni vitu gani? Kwanza, kulikuwa na vibao viwili vya amri 10 za Mungu, na vibao hivi ni kweli kwamba vinawakilisha amri, maagizo pekee ya Mungu yanayowaongoza watoto ili waendelee kubaki watoto. Lakini pia katika tafsiri pana inawakilisha sheria ya Mungu, inawakilisha neno la Mungu. Sasa Kristo ni neno, na kitu kingine kilichokuwepo ni fimbo ya Aaron. Fimbo ya Aaron inayowakilisha uongozi na mamlaka. Mungu anaongoza watu wake kupitia watu. Na kitu cha mwisho ilikuwa ni mana, alama ya Ekaristi Takatifu. Mana, alama ya nafsi. Kristo ni neno na Kristo ni nafsi. Kristo aliye neno tunamsikiliza hapa katika somo la kwanza, la pili, somo la kwanza Mungu wa katikati, somo la pili Injili na sadiki, mpaka wakati wa maombi sehemu ya neno imekwisha. Tumsifu Yesu. Kwa kifupi, nataka kusema kile chombo kilichokuwa kinatumika kuweka haya mambo matatu, na haya mambo matatu yaliwakilisha uwepo wa Mungu. Kwa hiyo walipokuwa wanabeba sanduku lile, wao hawakuwa na mawazo wa Israeli kwamba wamebeba sanduku, bali wamebeba Mungu, kwa sababu mle ndani kuna vyombo, kuna vitu vinavyowakilisha uwepo wa Mungu. Ndio maana katika Agano Jipya Mama Bikira Maria anaoanishwa moja kwa moja ile taswira, ile sura ya sanduku la Mungu, sanduku la agano. Ndio Mama Bikira Maria, na alichokibeba katika agano la kale ni mana, ni fimbo na ni bao viwili. Amembeba Kristo mwenyewe ambaye ndio hayo yote. Leo tunapoweka Mama Bikira Maria ambaye ni sanduku la Mungu, ni sanduku la agano, yeye ni tabernakulo ya agano jipya. Katika tabernakulo yule hiyo tunamweka Yesu wa Ekaristi aliyebebwa katika tabernakulo, kama ambavyo Mama Bikira Maria ile sanduku alibeba tumboni mwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Huu ndio uhusiano wa sanduku la Mungu na sanduku la agano na Mama Bikira Maria. Na kwa nini sasa tunamwomba Mama Bikira Maria? Yeye zaidi ya kuwa sanduku la Mungu, sanduku la agano, ni kioo cha haki, ni malkia wa amani. Kauli yetu nasemaje? Bikira Maria hujaji pamoja nasi
katika safari ya kuombea haki na amani ambayo tunayahitaji. Tunahitaji haki na amani katika familia zetu, jumuiya zetu, vijana wetu, parokia zetu, jimbo letu, taifa letu, ulimwenguni kote, katika jamii yetu, katika uwanja wa kiimani, uwanja wa kisiasa, uwanja wa kijamii na kila mahali. Yakiwepo hayo mambo mawili, hatuwezi kukaa sawa sawa, hatuonani sawa sawa. Utu wetu unatoweka, utu wetu unaathirika, maisha yetu yanakosa kuwa na maana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana tunamlilia huyu mama, tunamkimbilia huyu mama, tunataka tutembee naye. Na bahati nzuri katika somo la tatu, ama ile somo la tatu, somo la nchi, imeelezwa vizuri sana. Imeelezwa vizuri sana juu ya mahusiano yetu sisi na huyu mama, kwa sababu Yesu alipokuwa anaelekea mwisho wa kumaliza kazi yake ya ukombozi, unaona kati ya mengi aliyofanya, leo yameelezwa mambo mengi. Kwanza, mama huyu alikabidhiwa watoto, akaambiwa, mama, tazama mwanao. Na mwanao aliyekuwa anaonyeshwa ni Yohane mwinjili na mtume. Na Yohane mwinjili na mtume hawakilishi mitume tu, hawakilishi wabatizo tu, anawakilisha watu wote wanaomwamini Kristo, anawakilisha kanisa. Ndio maana anaitwa ni mama wa kanisa na ni mama yetu sote. Mama Maria, mama wa wote. Kwa hiyo mama huyu alikabidhiwa kanisa, alikabidhiwa watoto sisi. Yeye ambaye ana mwana pekee, mtoto pekee, Yesu, sisi tukafanywa kuwa watoto wa kambo. Tumsifu Yesu. Mama yule akakabidhiwa, tazama mwanao. Lakini kana kwamba haitoshi, labda ingebaki hivyo inaning'inia, watoto wasingeweza kujisikia kwamba ni watoto wa mama. Mimi mwenyewe ni mtoto wa mama, kama mna mashaka shauri yenu. Akageukiwa na huyo mtoto, akaambiwa, wewe tazama mama yako. Tafsiri yake nini? Yeye ambaye huyu ni mama yake mzazi na mama yake kipenzi, akatuambia na sisi, huyu ambaye ni mama yangu napenda na ninaamuru, kwa sababu nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani, huyu pia awe mama yenu. Mshukuruni kwa makofi mengi na vigelegele. Tunamshukuru Yesu kwa ukarimu wake, kutaka mama huyu asiwe mama yake peke yake, awe mama yetu pia, so mama yetu sote. Lakini pia tunamshukuru mama kwa kukubali kutupokea na kutukumbatia. Hata sasa ametukumbatia. Pigieni makofi. Sasa wewe ukiwa uko na mama yako, ama umekaa au unatembea au unasafiri, acha kudeka jamani. Saikolojia ya mtoto akiwa mikononi mwa mama yake, hata akitokea simba, akitokea tembo, akitokea chui, au akitokea mbaba huyo au hata mama huyo anayeonekana eti mwenye miraba mingi, hapo wafui hapo. Kaulizeni watoto wadogo, kama mimi nilikuwa mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ndio saikolojia ya watoto, na napenda saikolojia hii iingie vichwani mwetu sote, kwa sababu pia sisi ni watoto, tena ni watoto wake. Mama zangu, mabinti wa Maria, masista, mama zangu wengine masista wote ndio hapa, lakini mama zangu wa kibiolojia ndio hapa. Huo una wimbo mzuri sana, lakini wimbo nilisikia kwa mara ya kwanza unasikia mabinti wa Maria. Najivuna moja vitatu.
Mama Maria. Asante na kuishia. Naona wimbo huu ulivyo mzuri, najua ulivyouanzisha tu watu wasingependa mkome kuimba. Basi tutauimba baadaye na wengine tujifunze wimbo mzuri sana. Lakini baada ya nyimbo zote za mama ni mzuri, ni tamu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamwomba mama huyu katika mahitaji yetu yote, katika furaha, katika uchungu na hata katika mahangaiko yetu yote. Na kama kwamba haitoshi, mama huyu desturi yake ni kukaa pamoja nasi, ni kusafiri pamoja nasi, ni kusali pamoja nasi. Tumesikia katika somo la pili, baada ya Yesu kufufuka na kupaa mbinguni, aliendelea kubaki na mitume akiwa anasali pamoja nao, na ndio maana anaitwa Malkia wa Mitume. Na sisi tunapofanya adhimisho la misa hii tunasali pamoja na mama katika unyonge na udhaifu, na kwa sababu yeye ni mtakatifu na ametutangulia katika yote, tunajivuna kama wimbo unaosema, tunajibazabaza kwake, tunasema sema wewe kwa sauti, kwa sababu unajua ukisema wewe kwa sauti mwanao atakusikia, ambaye kaka yetu na rafiki yetu, ni Bwana na ndugu yetu, atakusikia. Sisi mioyo yetu wakati mwingine imejaa vumbi, ina vurugu za sala ile tuliyosema, ile sala nzuri kabisa. Tunaweza kuwa na vurugu za fitina, vurugu za chuki, vurugu za kuoneana ushida, vurugu za ubinafsi, vurugu za kukosa upendo, zikatufanya sauti zetu zikatoka zikiwa zinakoroma. Lakini mama hiyo sauti yake imenyooka, ni sauti ya kwanza, ni sauti nzuri. Pigeni makofi. Basi tumwombe mama huyu adumu pamoja nasi. Tuombe, tusali, lakini asali pamoja nasi. Katika maombi, sala na dua zetu, tumwambie furaha yetu na shida zetu na mahangaiko yetu, na tumwambie yeye azungumze maneno yake matamu, atumie karama alizojaliwa, unyenyekevu, wema wake, upole na upendo, aseme maneno ya kueleza furaha zetu, shukrani zetu, lakini pia mahitaji yetu na taabu zetu, hasa katika mazingira ya ukosefu wa haki na amani. Amani katika familia zetu na mitaa yetu, amani katika nchi yetu, na amani ulimwenguni wote. Yale niliyosema nitayasema baadaye, nimeshasema. Simesikia? Mnadai nini? Nadaiwa mimi? Hamnidai, si wadai. Tumwombe mama Bikira Maria atuombee, na tumwombe kwa maneno yale ya litania ambayo tumezoea kusema kila siku, tukisema Bikira Maria mama yetu utuombee. Bikira Maria mama wa kanisa utuombee. Bikira Maria malkia wa familia utuombee. Bikira Maria malkia wa manabii utuombee. Bikira Maria malkia wa mitume utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Imakulata, mlinzi na msimamizi wa taifa letu utuombee. Mtakatifu Benedetta, mlinzi na msimamizi wa parokia yetu utuombee. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, mwombezi na mlinzi wa jimbo letu utuombee. Malaika wa Mungu na mtakatifu wote wa